Fahamu nini kuhusu masultani walioweza kutawala Zanzibar? Zanzibar ilianza kutawaliwa na Waarabu baada ya kufukuzwa Wareno katika mwaka 1698. Baadaye ilitawaliwa chini ya utawala wa sultani. Sultani wa kwanza katika karne ya 19, Sayyid bin Sultan. Sayyid bin Sultan aliweza kuitawala Zanzibar 1804 hadi 1056. Alikuwa ni sultani wa Oman, lakini mnamo mwaka 1832 hadi 1840 alihamisha makao makuu yake kutoka Muscat, Oman hadi Zanzibar. Sayyid bin Sultan alikuza biashara ya makarafuu pamoja na pembe za ndovu, na pia aliweza kukuza biashara ya utumwa ndani ya Zanzibar. Pia aliweza kuifanya Zanzibar kuwa ni kituo kikubwa cha biashara Afrika Mashariki. Baada ya kufa Sayyid bin Sultan, kulitokea mgawanyiko wa Oman na Zanzibar 1956 na dola tawala sultani wa pili ambaye ni Majid bin Sayyid kuweza kutawala Zanzibar mnamo mwaka 1956 hadi 1970. Ndugu yake Majid bin Sayyid aliweza kutawala Oman, vile yeye aliweza kutawala Zanzibar. Haikuweza kuishi hapo. Sultani mwingine watatu ambaye ni Barhash bin Sayyid aliweza kutawala Zanzibar mnamo mwaka 1970 hadi 1988. Alijenga majengo makubwa kama vile House of Wonder, kwa maarufu likijulikana kama Beit al-Jiyyi. Pia alisaini mikataba mikubwa na kuweza kuzuia biashara ya utumwa Zanzibar. Naye sultani wa nne ni Khalifa bin Sayyid, alitawala Zanzibar mnamo mwaka 1980 hadi 1990. Vile Ali bin Sayyid alitawala kuanzia 1890 hadi 1993. Kipindi hicho Zanzibar ilikuwa chini ya ulinzi wa Waingereza ikijulikana kama British. Ahmad bin Thuwain alitawala Zanzibar mnamo mwaka 1993 hadi 1990. Khalid bin Barhash, huyu alikuwa ni mtoto wa Barhash, aliweza kutawala mnamo mwaka 1968, lakini Khalid bin Barhash aliweza kutawala kwa muda mfupi Zanzibar. Ndipo vikatokea vita vya dunia. Vita hivi vilikuja kwa muda wa dakika 30 ambavyo vikijulikana kama Hangul War. Pia